Kipindi hiki cha Twende Pamoja kinaletwa kwenu na Halotel. Mtandao na kufanya ufurahie mawasiliano ya uhakika kwa gharama nafuu zaidi popote ulipo nchini. Mtandao na kukupa vifurushi vya data vinavyokidhi mahitaji na internet yenye kasi ya ajabu. Vifurushi vya kila aina kukidhi mahitaji ya watumiaji wa rika zote kama vile Unibank. Namba Vibe ni *148 *55 alama ya reli. Unaweza kufanya miamala mbalimbali ya kifedha ikiwa ni pamoja na kulipia huduma na bidhaa mbalimbali kwa kutumia Halo Pesa popote ulipo nchini. Kamilisha vibe kwa midundo moto moto kupitia app ya Halo Play. Enjoy muziki toka wasanii wakali. Kama vile haitoshi, kupitia My Halo app sasa unaweza kukamilisha yale yote unaweza kuhitaji mtandaoni kwa kutumia My Halo app. Halotel ndio mtandao utakupa mambo yote haya kupitia simu yako ya mkononi. Pata line yako ya Halotel sasa kwa kutembelea duka au wakala wa Halotel waliopo nchi nzima. Ujisajili. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Halotel, pamoja kwa ubora. Shikamane, tuungane, twende pamoja, tusonge mbele. Twende pamoja kwa matokeo ya haraka. Naam, uhali gani mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora kabisa. Karibu katika kipindi maridhawa kabisa, kipindi cha Twende Pamoja. Twende pamoja na nani? Siku zote tunasema twende pamoja na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi ni Hamisi Mkotia na kualika tuketi pamoja kwa muda wa takriban dakika 60 tukiangazia mada ambayo imetukutanisha kwa siku ya leo. Mtazamaji, ni kujuze tu kipindi hiki hukujia siku kama ya leo na muda kama huu, na maudhui ya kipindi huwa kinaangazia mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan katika nyanja mbalimbali ama sekta mbalimbali. Itakuwa ni kilimo, itakuwa ni uchumi, ama itakuwa mazingira, miundombinu, afya, elimu na mambo mengine. Lakini kwa siku ya leo tunakwenda kujikita kwenye sekta ya afya, ambapo tunakwenda kuangalia mkutano wa kimataifa wa magonjwa ya moyo. Mkutano huu mkubwa kabisa wa kimataifa utafanyika hapa nchini Tanzania. Utafanyika wapi, lini na washiriki wake ni akina nani? Fuatana nami hadi mwisho wa kipindi ili uweze kujua mambo mbalimbali ambayo tumekuandalia katika mada ya siku ya leo. Sasa kujadili mada hiyo tumemwalika hapa Dr. Alex Joseph. Yeye ni daktari bingwa wa upasuaji wa moyo, mishipa ya damu na kifua kutoka Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete JKCI. Pamoja nami tutajadili mada hiyo ili kuweza kujua zaidi kuhusiana na magonjwa ya moyo. Moyo ni kiungo ambacho yeye mwenyewe atatujuza hapa ili tuweze kufahamu vizuri zaidi, lakini elimradi tunakwenda kugusa mkutano mkubwa wa kimataifa wa magonjwa ya moyo. Dr. karibu sana. Asante sana Mheshimiwa Hamisi. Asante sana. Naam, sasa moyo ni kiungo cha aina gani? Tunapokwenda kuzungumza magonjwa ya moyo, kwamba mtazamaji wetu tumjulishe kwamba tunapozungumza moyo ni kiungo cha aina gani katika mwili wa binadamu na kazi yake ni ipi? Asante sana ndugu mtangazaji. Moyo ni kiungo muhimu sana katika viungo vichache muhimu katika mwili wa binadamu, na ndio ambako tunasema damu yote ya mwili huwa usukumwa kupitia kwenye hii kiungo cha moyo. Kwa hiyo ni kiungo muhimu sana ambacho kinahusika kusukuma damu kwenye mapafu, kusukuma damu kwenye ubongo, kusukuma damu kwenye sehemu zingine zote za mwili, na kupokea pia damu kutoka kwenye mapafu ile ambayo wenyewe wanasema imesafishwa, lakini ile ambayo imepata hewa ya oxygen. Kwa hiyo moyo kama unavyoona ni kiungo muhimu sana katika viungo vile vikuu ambavyo tunaita vital organs katika mwili wa binadamu. Moyo ukisimama matokeo yake nini? Moyo ukisimama matokeo yake tafsiri ni kifo. Kwamba shughuli haipo tena. Shughuli haipo tena. Shughuli haipo, ndio injini ya mwili wa binadamu. Yes. Okay, Dr. kwa kuwa umesema kwamba kazi ya moyo ni kusukuma damu. Ili swala la kupenda, maana ni kawaida tu kusikia kwa mtaani mtu anasema kwamba nimekupenda, moyo wangu umekudondokea. Swala la kupenda ni moja majukumu mengine ya moyo, ama hapa inaweza kutafsiriwa kama vile tunaubebesha moyo majukumu ambayo sio yake? Kutafsiri haraka naweza nikasema tunaubebesha majukumu, lakini kupenda haina uhusiano na moyo.
ya moja kwa moja, ila kutokana na umuhimu wa hichi kiungo, watu na umuhimu wa neno kupenda, basi watu wameamua kusema basi huu upendo utakuwa unatoka kwenye moyo. Yes. Lakini sio kazi yake. Sio kazi yake. Naam, mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora kabisa. Huo ni utangulizi kutoka kwa Dr. Alex Joseph, daktari bingwa kabisa wa upasuaji wa moyo na mishipa ya damu pamoja na kifua kutoka taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI. Mada kama inavyosomeka katika runinga yako hapo ni mkutano wa kimataifa wa magonjwa ya moyo. Dr. magonjwa ya moyo, tunapozungumza magonjwa ya moyo, magonjwa ya moyo ni yepi na hadi upasuaji unafanyika? Tujue hasa yale magonjwa yanayoshambulia moyo. So ndugu mtangazaji, magonjwa ya moyo ni mengi na magonjwa yapo kwa aina mbili, naweza nikasema. Kuna magonjwa ambayo mtu anazaliwa nayo ambayo kitaaluma inaita congenital heart disease, lakini pia kuna magonjwa ambayo tunayapata kupitia aina zetu za maisha ambazo ni lifestyle changes. Kwa hiyo tukianzia na yale magonjwa ambayo kuzaliwa nayo, mara nyingi mtoto anakuwa amezaliwa katika uumbaji, kuna namna ambavyo moyo unakuwa haujakamilika. Kwa hiyo kunaweza kuwa na matatizo fulani. Kwa mfano, kunaweza kuwa na, kwa sababu moyo una vyumba vinne na kila katika chumba na chumba kuna ukuta. Kwa hiyo unaweza katokea mtoto amezaliwa kulikuwa na chumba kati ya chumba kinawasiliana, kwa maana kuna tundu pale. Kwa hiyo damu badala ya kupita kwenda upande mwingine na inahamia kwenda kwenye chumba moja kwa moja. Kwa hiyo tayari huyu mtoto anakuwa tayari akishazaliwa, baada ya siku chache za kwanza za maisha anaanza kupata dalili ambazo akishachunguzwa anagundulika kwamba amezaliwa aidha na tatizo la aidha tundu katika mshipa moyo. Lakini pia kuna mishipa mbalimbali inayoleta damu kwenye moyo, lakini pia kuna mishipa ambayo inatoa damu kutoka kwenye moyo kwenda kwenye sehemu mbalimbali za mwili kama kwenye mapafu na kwenye mwili mzima. Nayo hii inaweza, kwa bahati mbaya, mtoto amezaliwa akiwa ina hitilafu, aidha imeungana pamoja mishipa au badala ya kuwa na mishipa miwili tofauti ukawa mshipa mmoja tu mkubwa. Kwa hiyo na hizi pamoja na aina nyingi hizi zote tunaita congenital heart disease. Na matatizo mengine ni yale ambayo umezaliwa ukiwa moyo wako uko vizuri kabisa, lakini kadri tunavyoishi, vyakula tunavyokula, kazi tunazofanya, kunakuwa na mabadiliko yanayotokea kwenye moyo. Kwa mfano, tunakula vyakula vyenye mafuta sana hizi, ambavyo baadaye yale mafuta yanaganda polepole kwenye mishipa ile inayoleta damu kwenye moyo, inaitwa coronary arteries. Kwa hiyo baada ya muda inakuja na ziba. Ikisha ziba zaidi ya 70%, mtu anaanza kupata maumivu ya kifua. Akienda kupimwa anagundulika mishipa imeziba. Kwa hiyo huyu naye atahitaji operation ya kupandikiza mshipa mwingine au ya kuzibua kwa kuweka kitu kinaitwa stent. Kwa hiyo na saa nyingine kuna homa mbalimbali zinaweza zikatupata kwenye umri wa kuanzia miaka 9-10, zinashambulia milango ya moyo kwa sababu kunakuwa na kati ya chumba na chumba kuna mlango. Kwa hiyo inaweza kupata madhara baada ya muda mrefu, aidha ikasinyaa au ikakaza kiasi kwamba damu haiendi vizuri kwa chumba kimoja kwenda chumba kingine, na baada ya vipimo akagundulika kwamba anahitaji kubadilishwa ule mlango wa moyo. Naam, Dokta, kwenye sekta ya afya, nyinyi madaktari, kila daktari anakuwa ni bingwa ama amebobea kwenye eneo fulani. Kuna daktari amebobea kwenye jino, mwingine amebobea sikio, mwingine amebobea jicho, lakini wewe umebobea kwenye moyo. Kwa sababu tunazungumza mkutano wa kimataifa wa magonjwa ya moyo, hebu turudi darasani kidogo hapa. Awali umesema kwamba moyo una vyumba vinne. Hebu kwa dakika kadhaa hivi vyumba majukumu yake ni yapi? Okay, so ndugu watazamaji, moyo kama nilivyosema awali una vyumba vinne ambavyo tunaita chambers, heart chambers. Kwa upande wa kushoto kuna chumba cha juu kushoto kitaaluma kinaitwa right atrium, na chini yake kina chumba kingine kikubwa kinaitwa right ventricle, na upande wa kushoto kuna chumba cha juu kinaitwa left atrium na cha chini kinaitwa left ventricle. Kwa hiyo damu inavyotoka kwenye mapafu huwa inapelekwa kwenye moyo kupitia chumba cha kushoto cha juu, ambayo ni left atrium. Na ile damu ya kwenye mapafu tunasema imeenda kule ili kapate hewa, kwa sababu kazi ya mapafu ni kuipa damu hewa na kutoa carbon dioxide ambayo tunasema hewa chafu, kuipa hewa mzuri, kutoa hewa chafu. Kwa hiyo ikienda kwenye chumba cha juu kushoto, kati ya chumba cha juu kushoto na chini kuna mlango wa moyo unaitwa mitral valve kitaaluma. Kwa hiyo utafunguka, damu itakwenda kule upande wa kushoto wa chini.
na ikishafika upande wa kushoto inakaa sekunde chache, inasukumwa sasa. Inaenda kwenye mshipa moja mkubwa wa damu unaitwa aorta. Huu ndio unasambaza damu mwili mzima, kwenye ubongo na kwenye mwili, sehemu zote za mwili. Ikishatumika kule, ikirudi, inarudi sasa kwenye chumba cha juu cha kulia, kinaitwa right atrium. Ikirudi ikiwa imeshapeleka chakula, imepeleka hewa safi, inarudi ikiwa sasa imebeba carbon dioxide ambayo hewa chafu. Kwa hiyo inarudi kwenye upande wa kulia wa juu, ambako nako utapelekwa upande wa chini ambaye ni right ventricle kupitia mlango mwingine wa moyo pale, alafu hii right ventricle itasukuma damu sasa kupeleka kwenye mapafu, ambako sasa ikaende kubadilishwa ile hewa ipate ya oxygen irudi tena. Kwa hiyo ndio mzunguko kamili wa damu katika mfumo wa binadamu. Mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora kabisa, elimu kama hii huwezi kuipata mahala pengine popote. Utaipata Channel 10 kilicho bora kabisa kupitia kipindi cha Twende Pamoja kwa matokeo haraka. Daktari amefafanua hapa, kumbe moyo una vyumba vinne, na umeona mtaalamu amefafanua hapa, kila chumba kina kazi yake na namna ambavyo damu inavyoingia na kutoka, alafu inasambaza na kwenda kwenye mishipa. Mwisho siku binadamu unaendelea kufanya shughuli zake kama kawaida, lakini kuna kiungo muhimu ambacho amesema yeye kwamba moyo ndo injini ya mwili wa binadamu. Sasa dokta, baada ya kufahamu vya vyumba kwenye moyo na namna unavyofanya kazi, mapigo ya moyo kwenda mbio inaweza kutafsiriwa kwamba ni dalili ya magonjwa ya moyo? Asante sana kwa swali zuri. Majibu yanaweza kawa ni mawili, ndio au hapana. Kwanza, mapigo ya moyo yanaweza kaenda mbio kwa mtu yeyote ambaye hata hana matatizo ya moyo. Mfano mzuri, mtu akiingiwa na wasiwasi. Kwa mfano, ametokea simba hapa ghafla sasa hivi. Wewe utajua utakapokimbilia na mimi nitajua utakapokimbilia. Ule muda mapigo ya moyo yanaweza kaenda mpaka 150. Yanaongezeka. Kwa sababu mwili kuna namna ambavyo una react ili uweze kutengeneza damu nyingi kwenda kwenye ubongo, kwenda kwenye mwili mzima, upate nguvu ya kuweza kukimbia ile athari au kuweza kupambana nayo. Kwa hiyo moyo utakimbia, utafanya extra work kwa maana hiyo. Kwa sababu unavyokimbia sana, maana yake pia tafsiri kwamba damu inatakiwa ikimbizwe sana kutoka kwenye moyo kwenda kwenye mwili na kuweza kupeleka energy na kuweza kufanya hiyo kitu. Kwa hiyo kwa mantiki hii, huyu mtu haumu kitu chochote, ila ile stress, wasiwasi, moyo umeenda mbio, hofu. Lakini inawezekana mtu akawa na homa tu ya kawaida, moyo unaweza kaenda mbio sana kwa sababu hitaji la mwili wakati ule linakuwa kubwa. Lakini pia moyo unaweza kaenda mbio ikawa ni moja ya dalili ya tatizo kubwa la moyo. Kwa mfano, kama nilivyosema, milango ya moyo inaweza ikawa imeathirika, ikasababisha hizi chemba sasa zitanuke, kwa sababu damu haitoki chumba kimoja kwenda chumba kingine vizuri. Kwa hiyo mwisho wa siku moyo unabidi upige sana ili kuweza kusukuma damu kwenda kwenye chumba kingine. Inabidi uongeze ile speed kwa sababu ule mlango umekuwa mwembamba tayari. Unaona, au moyo ambao umetanuka sana unashindwa kufanya kazi vizuri, na unaweza kuhitaji usukume sana. Lakini hata mgonjwa tu ambaye labda ana upungufu wa damu, mwili unahitaji usukume damu kwa spidi sana ili kufidia ule upungufu. Kwa hiyo moyo unaweza kaenda mbio. Naam, Dokta, vipi kuhusu shambulio la moyo, heart attack? Hii inasababishwa na nini? So heart attack kitaaluma tunaita coronary artery syndrome, acute coronary syndrome. Tafsiri yake ni kwamba moyo unasukuma damu kwenye mwili mzima, lakini wenyewe pia unaanza kujigawia damu. Kwa hiyo damu ikitoka tu kwenye moyo, kabla haijapeleka kwenye mwili mzima, kuna mirija miwili inatoka upande wa kushoto na kulia, inaingiza kwenye moyo wenyewe. Inajigawia damu yenyewe. Inajigawia yenyewe. 5% ya damu yote inayotoka katika dakika moja inarudi kwenye moyo wenyewe. Sasa ile mishipa, kutokana na lifestyle zetu, inaweza ikapata mgando wa mafuta, ikaziba. Kwa hiyo damu inavyotaka kwenda kwenye moyo ikashindwa kwenda vya kutosha. Kwa hiyo kuna eneo la moyo linaweza likakosa damu. Likikosa damu, ghafla linaweza likapata maumivu makali sana. Ukapata hiyo maumivu makali, lakini pia ikakupunguzia kujisikia vibaya na ukaumwa kweli kweli, na sasa unaweza kupoteza maisha ghafla. Hii ndio tunaita shinikizo la moyo. Ndio shambulio la moyo hilo. Shambulio la moyo. Okay. Naam. Sasa Dokta, kuanzishwa kwa taasisi hii ya moyo JKCI imeleta mageuzi kwa kiwango gani hapa nchini ukilinganisha na kipindi cha nyuma kabla ambavyo ilivyokuwa taasisi ilikuwa bado haijaanzishwa? Asante sana kwa swali zuri. Kuanzishwa kwa taasisi ya moyo kumesaidia kwanza
wagonjwa hawa wenye matatizo ya moyo kwanza kugundulika kwa urahisi, sababu zamani tukumbuke kwamba hii teknolojia haikuwepo. Kwa hiyo kuna watu wengi labda wamepoteza maisha labda tu kwa kukosa kuweza kuwatambua wanaumwa nini. Kwa hiyo uwepo tu wa taasisi umeongeza wigo wa kuweza kutanua namna ya kuwachunguza wagonjwa na kuweza kugundua, lakini pia hao wagonjwa ambao wamegundulika na matatizo ya moyo kupata tiba ndani ya nchi, kwa sababu zamani hata kama ilikuwa tiba ni ngumu kupatikana, kwamba una tatizo la moyo ambaye labda linahitaji upasuaji au stenting, labda kwa maana ile ya kumwekea kifaa kutanua mshipa, ilikuwa mtu anayegundulika tatizo lazima aende akapata hii tiba nje ya nchi, na kwa wale ambao wana uwezo, na maana basi ni kupoteza maisha. Kwa hiyo uwepo wa taasisi hii JKCI umesaidia kwa kiwango kikubwa, kwanza kugundua matatizo kwa uharaka, lakini pia kutoa tiba ndani ya nchi kwa Watanzania wengi. Na hivi tunavyoongelea, asilimia kubwa ya Watanzania sasa wanapata tiba ndani ya nchi, kwa sababu baada ya hapo wataalamu wengi walipelekwa kusoma nchi mbalimbali nje ya nchi. Kwa hiyo karibu kila sekta inayohusiana na mambo ya moyo, angalau wataalamu wapo sasa nchini na wanapata huduma hapo ndani ya nchi. Inawezekana Mtanzania wa kawaida labda asione hasa ule ukubwa wa taasisi hii ya JKCI na umuhimu wake na msaada wake. Huko nyuma kabla JKCI haijaanzishwa, kama unaweza kuwa na kumbukumbu labda ya gharama kumsafirisha mgonjwa wa moyo kwenda nje ya nchi kwenda kutibiwa, gharama zake zilikuwaje? Inategemea. Kwa mfano, kwa wale ambao wanahitaji kwenda kufanya operation ya moyo kwa nchi kama India, kwa mfano tu ya kubadilisha mlango wa moyo, inaweza kufika mpaka milioni 20-25. Yes. Na kuna operation zingine ambazo zinaweza kufika mpaka hata milioni 50. Lakini kutokana na uwepo huu sasa, hizi huduma zote sasa zinapatikana Tanzania, na kwa asilimia kubwa sasa zinafanywa na wazawa. Kwa hiyo ina maana gharama ambayo ni affordable, ile ambayo kila Mtanzania anaweza kaiweza, au kwa kupitia bima kama NHIF au bima zingine, lakini pia misamaha kwa wale ambao hawajiwezi kabisa kupitia misamaha maalum. Kwa hiyo at least kila mmoja ana uwezo wa kupata hizi huduma kwa gharama nafuu sana. Naam, mtazamaji, hakika hizo ni jitihada kubwa sana ambazo zimefanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye kuhakikisha kwamba kukusogezea karibu wewe Mtanzania huduma karibu. Hebu angalia, Dr. anasema hapo, kabla JKCI kwenda nje ya nchi kwa mgonjwa wa moyo, kwenda tu kutibu mlango mmoja wa moyo, hiyo milioni 20 na ushei. Ni Mtanzania gani wa kawaida mwenye kipato cha kawaida ambaye anaweza kamudu hizo gharama? Lakini sasa hivi gharama hizo hazipo tena, kwa sababu serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imekurahisishia wewe Mtanzania. Hakika huduma zote zinapatikana hapa nchini kupitia taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI, na daktari amesema hapa wataalamu wetu ni wazawa, ni Watanzania wenzetu. Hatuhitaji tena wageni kutoka nje kwa ajili ya kuja kutoa huduma. Hakika jambo hili linakwenda vizuri zaidi. Ni kongole kwa serikali ya awamu ya 6 kwa namna ambavyo inavyowajali Watanzania na kuboresha sekta ya afya. Dokta, kabla hatujapata tangazo, naambiwa hapa tupate tangazo, alafu baada hapo tutarejea tena na maswali mengine katika kipindi cha leo. Mtandao na kufanya ufurahie mawasiliano ya uhakika kwa gharama nafuu zaidi popote ulipo nchini. Mtandao na kukupa vifurushi vya data vinavyokidhi mahitaji na internet yenye kasi ya ajabu. Vifurushi vya kila aina kukidhi mahitaji ya watumiaji wa rika zote, kama vile Unibank. Namba Vibe ni *148 *55 alama ya reli. Unaweza kufanya miamala mbalimbali ya kifedha, ikiwa ni pamoja na kulipia huduma na bidhaa mbalimbali kwa kutumia Halo Pesa popote ulipo nchini. Kamilisha vibe kwa midundo moto kupitia app ya Halo Play. Enjoy muziki toka wasanii wakali. Kama vile haitoshi, kupitia My Halo app sasa unaweza kukamilisha yale yote unaweza kuhitaji mtandaoni kwa kutumia My Halo app. Halotel ndio mtandao utakupa mambo yote haya kupitia simu yako ya mkononi. Pata laini yako ya Halotel sasa kwa kutembelea duka au wakala wa Halotel waliopo nchi nzima. Ujisajili. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Halotel, pamoja kwa ubora. Naam, Halotel, pamoja kwa ubora. Hivi ndivyo anavomaliza ama anavoondoka mdhamini wetu wa kipindi chetu. Halotel Tanzania ni mtandao kabambe katika sekta ya mawasiliano hapa nchini. Pata huduma mbalimbali kupitia Halotel, vifurushi mbalimbali vya mawasiliano na huduma kemkeu.
Hakika ni mtandao ambao unakuhakikisha kwamba unafurahikia wewe huduma ya mawasiliano hapa nchini. Dokta, hebu sasa turejee kwenye mada kama jinsi ilivyo, mkutano wa kimataifa wa magonjwa ya moyo. Huu mkutano mkubwa kabisa huu utafanyika wapi, lini, na ni nchi ngapi zitahudhuria za Afrika na duniani kwa ujumla, na mgeni rasmi atakuwa nani katika mkutano huu mkubwa? Asante ndugu mtazamaji. Tunapenda kuchukua pia fursa hii kuitangazia umma na jamii kuwa Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete imeandaa mkutano mkuu wa kimataifa unaohusu magonjwa ya moyo 2025, na huu mkutano unatarajiwa kufanyika tarehe 10, 11 na 12 ya mwezi wa 4 2025, na umepangwa kufanyika pale Zanzibar katika hoteli ya Seacliff na Spa. Na kusudi la huu mkutano kama tulivyosema, unaenda kujadili magonjwa ya moyo, na mgeni rasmi atakuwa ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ni nchi ngapi zinatarajiwa kushiriki kwenye mkutano mkubwa? Tunatarajia kupata takriban nchi 40 mbalimbali kutoka Marekani, kutoka bara la Asia, kutoka bara la Europe, lakini pia na nchi za Afrika na hasa nchi za jirani zetu za East Africa. Kwa hiyo tunatarajia kupata delegates kutoka sehemu hizi mbalimbali, na takribani wageni 300 plus mpaka 400 tunatarajia kuwepo kwenye huu mkutano katika hizo siku 3 kutoka Zanzibar. Dr. Alex, katika mkutano mkubwa kama huo najua kutakuwa kuna mada mbalimbali ambazo zitakuwa zimeandaliwa, zitawasilishwa pale kwa washiriki. Kwa uchache tu, kuna mada gani ambazo zitawasilishwa kwenye mkutano huo? Kwanza kabisa, kauli mbiu ya mkutano huu tunasema ni kuimarisha huduma za afya barani Afrika kupitia jitihada za pamoja. Na mada mbalimbali zitaongelewa katika mkutano huu zikihusisha matatizo ya magonjwa ya moyo kwa watu wazima, matatizo ya magonjwa ya moyo kwa watoto, matatizo ya magonjwa ya moyo yanayohusu operation kwa watu wazima, matatizo ya magonjwa ya moyo yanayohitaji operation kwa watoto, lakini taaluma ya radiolojia kwenye upande wa magonjwa ya moyo, mishipa ya damu na kifua, lakini pia taaluma ya dawa za usingizi kwa wataalamu wanaofanya hizi huduma za usingizi kwa operation za magonjwa ya moyo, mishipa ya damu na kifua, lakini pia watu wa laboratories ambao wanahusiana na magonjwa ya moyo, lakini pia fizioterapia, afisa mazoezi, kwa sababu mara nyingi watu wenye matatizo ya magonjwa ya moyo au wale waliofanyiwa operation wanahitaji mazoezi maalum. Kwa hiyo kuna wataalamu kwenye hii sekta, lakini pia nurses, manesi ambao wanahudumia matatizo ya magonjwa ya moyo, na kutakuwa na whole special kwa ajili ya kujadili namna gani ya kuwahudumia wa matatizo. Kwa hiyo ukiangalia ni sekta nyingi zinazohusiana katika kutibu matatizo ya magonjwa ya moyo kuanzia watoto mpaka watu wazima. Tutakutana hapo Zanzibar tukijadiliana kwa hizi siku 3. Hakika siku hizo 3 zitakuwa ni siku za moto, hasa mnakwenda kuushambulia moyo, kwenda kujua kabisa kwamba hakika ni namna ya kuweza kuokoa maisha ya Watanzania, maisha ya Waafrika, kwa kutumia wataalamu mbalimbali, namna ya kuweza kukabiliana na magonjwa ya moyo. Nimeona kuna gharama za ushiriki. Hii inakuwaje? Ni kweli kuna gharama za ushiriki, na hii ni katika tu kuiwezesha huu mkutano uweze kupata mafanikio. Na kwa wale wa Tanzania gharama ni fedha ya usajili ni shilingi $400,000 za Tanzania, na kwa wale wenzetu wageni ni $200. Kwa hiyo hizo ndo gharama ambazo tunachaji kwa ajili ya kuweza kufanikisha hili zoezi. Sasa kwa kufanyika huu mkutano hapa Tanzania, Tanzania itanufaika vipi kuhusiana na magonjwa ya moyo? Faida za mkutano huu, kwanza kabisa ni kushiriki pamoja na wataalamu wa kimataifa pamoja na Afrika katika kubadilishana ujuzi juu ya teknolojia mpya katika kutibu magonjwa ya moyo, kwa sababu tunajua watu wanatoka sehemu mbalimbali, teknolojia imepanda, dunia imekuwa ni kijiji.
Kwa hiyo tunapokutanisha watu mbalimbali, kila mmoja anakuja sehemu mbalimbali anatueleza aina ile ile ya operation ya moyo yeye anaifanya kwa staili gani, aina hii ya kuzibua moyo anaifanya kwa staili gani, lakini aina hii ya tiba ya moyo anaifanya kwa staili gani na matokeo yake, kwa sababu kutakuwa na research mbalimbali. Kwa hiyo watu wamefanya kwa muda mrefu, wana uzoefu, kwa hiyo ni sehemu ya kubadilishana ule ujuzi. Kwa hiyo sisi kupitia huu mkutano tukiwa hapa Tanzania tutakuwa tumeweza kupata ujuzi kwa wenzetu huko duniani wanafanya vipi, kwa hiyo itatusaidia kuboresha kutoa hizi huduma. Lakini kingine ni kutengeneza mtandao, kwa sababu mikutano kama hii sio tu kwenda kupata elimu, lakini unaenda kutengeneza mtandao wa wataalamu bobezi kutoka sehemu mbalimbali duniani ambao wanatoa huduma za hizi za magonjwa ya moyo, na hii itatusaidia sana katika sisi nchi za uchumi wa kati na uchumi wa chini, kwa sababu siku hizi tiba ni tunaita collaborative au multi-sectoral. Uwezo ukawa peke yako kama kijiji uko peke yako, nitakiwa iwe kwa pamoja. Kitu tunachokifanya wewe hapa Marekani naye anafanya vile vile, Europe naye anafanya vile vile, lakini pia mnavyotengeneza huu mtandao inasaidia wewe una kitu ambacho kiwezi, una uwezo kuwasiliana na rafiki yako ambaye umekutana Zanzibar, mkasaidiana kujadiliana online, mkaweza kupata suluhisho. Ukiwa ndani ya nchi unapata suluhisho kupitia huu mtandao. Lakini tiba zetu pia zinahitaji vifaa mbalimbali na taaluma mbalimbali. Kwa hiyo kupitia mtandao unaweza ukatengeneza mtandao ambao unaweza kusaidia upatikanaji wa vifaa kwa urahisi, lakini pia na hiyo knowledge ambayo ninaisema, lakini pia na hasa wataalamu, kwamba mtaalamu fulani sisi hatuna, basi unaweza kukuta mtaalamu kutoka sehemu fulani ambao umetengeneza naye urafiki hapa, akaja akawasaidieni ndani ya nchi. Kwa hiyo mkajifunzia mkiwa hapa ndani ya nchi. Kwa hiyo hiyo broad perspective, na ndio kitu muhimu zaidi kuliko hata vitu vingine, networking. Yeah. Na ndio kwa maana nataka kauli mbiu yenu hapo inazungumza kwamba ni kupitia jitihada za pamoja. Yes, kupitia jitihada za pamoja. Kwamba mnajifunza wenzenu wana nini, nyinyi mnakosa nini, wale wana nini. Yes. Lakini kingine faida ambayo tutakwenda kuipata ni kushirikiana kwa pamoja kutengeneza. Sasa mara nyingi mikutano kama hii ya kitaaluma inaweza ikatengeneza sera au miongozo ambayo tunaita guidelines ya hizi tiba za magonjwa ya moyo, kwa sababu tiba yoyote ile duniani ina miongozo, tunaita guidelines. Kwa hiyo mtu kimwona pale amekaa na tibu anatumia miongozo. Kwa hiyo kupitia majadiliano ya kitaaluma ndiko ambako kunakuwa na miongozo mbalimbali. Hata miongozo ya kwanza inaweza kujadiliwa ikarekebishwa kwamba huyu alitibu Tanzania ina hivi na alifanikiwa. Kwa hiyo baadaye baada ya research kufanyika inaweza kusema hapana, tu adopt kitu kimefanyika Tanzania na kimekuwa na mafanikio na idadi ya watu hawa kadhaa wametibiwa na wamepona. Kwa hiyo ni sehemu ya kutengeneza guidelines ya taratibu za tiba zinavyoweza kwenda. Huko nyuma Tanzania ilikuwa ikipeleka wagonjwa wake zaidi nchini India kwa ajili ya matibabu ya magonjwa ya moyo, lakini sasa hivi tunafanya hapa nchini. Ni nchi gani duniani ambayo tunaweza tukasema kwamba wao ni mabingwa wa matibabu ya magonjwa ya moyo, na vipi status ya Tanzania katika matibabu ya magonjwa ya moyo, ipo kwenye renki gani? Bado tunaweza tukasema India wanaongoza, na kubwa katika India ni kwamba India ina population kubwa sana, karibia bilioni 1.2. Na wana magonjwa haya moyo, magonjwa ya moyo yako juu sana. Kwa hiyo hii imeweza pia kusababisha hii fani ya magonjwa ya moyo kupanda juu sana. Kwa hiyo India wana hospitali nyingi sana zinazotibu magonjwa ya moyo, na pia wana wagonjwa wengi. Na ndo, lakini pia ni nchi katika ukiangalia ukilinganisha na Europe pamoja na Marekani, ni nchi ambazo tunaweza tukasema gharama nafuu, kwa sababu operation hii ya moyo nimesema milioni 25 kwa India, inaweza kawa milioni 100 Marekani. Inaweza kawa milioni 75-80 Uingereza. Kwa hiyo India imeonekana ndo destination center ya magonjwa mbalimbali including ya moyo, kutokana na kwanza na uzoefu alionao kutokana na wagonjwa wengi wanao wenyewe wa moyo, lakini pia na unafuu wa ile tiba, kwa sababu pia wenzetu wana viwanda vya kuzalisha hivyo vifaa tiba. Kwa hiyo kidogo gharama zimekuwa chini, na nikirudia tena idadi ya watu imewasaidia kuwa na wagonjwa wengi, kwa hiyo hata knowledge imepanda sana. Kwa hiyo India bado itakuwa ndio inaongoza kuwa na wagonjwa wengi wa moyo. Ukilinganisha na Tanzania, Tanzania ndio kwanza tumeanza tangu mwaka 2008 kwa mara ya kwanza tumeanza kufanya operation, lakini mpaka tunavyoongelea sasa zaidi ya wagonjwa 4800 na kadhaa wamefanyiwa operation za moyo.
haya ni mabilioni ya mahela ambayo ungekuwa kama wanaenda kufanyiwa nje ya nchi. Ukizidisha tu ndugu Mtanzania kwa milioni 20 30, utajua ni bilioni ngapi zimeokoka. Kwa hiyo na kwa mwaka tunafanya karibia kesi sasa 700 kwa maana ya watoto watu wazima, lakini pia na sisi, lakini pia kwa wale wanaofanyiwa kwa kupitia tundu ndogo na madaktari bingwa wa moyo ambaye ni wanaitwa interventional cardiology. Wao wameshafanya kesi zaidi ya 7,000 8,000. Kwa hiyo ukiangalia na hao nao walikuwa ni wagonjwa ambao wanaenda kutibiwa nje. Kwa hiyo ukiangalia ni kwamba tuko pazuri sana na Watanzania wengi wananufaika kupitia hizi huduma hapa ndani ya nchi. Kuna baadhi ya nchi, labda nchi majirani, wanakuja kupata matibabu hapa Tanzania. Ni kweli ndugu mtangazaji, hii tunaita ni medical tourism, na mimi pia ni makamu mwenyekiti wa medical tourism ambaye tunaita utalii tiba. Kwa hiyo kutokana na uwekezaji mkubwa uliofanywa na serikali katika taasisi ya Jakaya Kikwete kwa maana ya vifaa tiba ambavyo ni vya ghali sana, kuna mashine za kuchunguza moyo na kuweza kuzibua mishipa ya moyo bila kufungua kifua. Zinaitwa cath lab, zipo 2. Mtambo mmoja unaitwa Cato 3 una zaidi ya gharama bilioni 3, na hii mitambo iko kama 2 mashine 2. Lakini pia na ziko hapa JKCI, lakini pia kuna theater ambazo ni modern theater 3 ambazo ndio tunafanya upasuaji mkubwa sasa wa kufungua kifua. Kwa hiyo kutokana na hii knowledge na wataalamu ambao serikali imewekeza kwenda kuwasomesha nchi mbalimbali, actually wataalamu wetu wamesoma Israeli, wamesoma India, wamesoma Australia, Japani, Ukraine, kila sehemu, South Africa, kwa hiyo sehemu mbalimbali. Kwa hiyo knowledge karibu zote tumezikusanya sehemu moja. Tumeweza sasa kutibu, na hii imetusaidia kuweza kutangaza hiki tunachokifanya kwa East Africa. Jakaya Kikwete ndio center ambayo inafanya upasuaji wa moyo pamoja na yule kwa njia tundu kubwa na tundu ndogo kwa wingi zaidi ya nchi nyingine yote katika East Africa, na ni taasisi ya serikali ambayo ni kubwa, hamna taasisi nyingine yote serikali katika nchi za East Africa. Kwa hiyo kwa sasa hii tunawapata wagonjwa kutoka nchi jirani kama Komoro, tunawatibu hapa, Zambia, Malawi tunawatibu hapa, lakini pia kuna wageni wanatoka nchi hata za Europe wakiwepo huku kwenye mambo ya utalii wakipata matatizo ya moyo, tumekuwa tunawatibu. Kwa hiyo nchi nyingi zimekuwa kama ndio sehemu sasa kimbilio. Lakini zaidi ya yote pia kwa kweli serikali imefanya kazi kubwa kupitia kusomesha wataaluma. Sasa hivi tunaanza tena kwenda kuwafundisha. Kwa mfano Zambia wameanzisha taasisi ya moyo, wana wataalamu wachache. Operation za moyo huwezi ukirudi shule huwezi kuanza kufanya peke yako. Kwa hiyo ni sisi ndio sasa wataalamu wetu wanatoka kule kwenda kuwasimamia wiki 1 2, wanawafundisha namna kufanya hizo upasuaji mkubwa na mdogo. Kwa hiyo tumeenda Zambia, tumeenda Rwanda katika kwenda kuwafundisha. Kwa hiyo pamoja kwamba wagonjwa wanakuja, lakini pia sisi tunakuwa kama ni ambassador wa kwenda kuweza kuwafundisha wenzetu. Mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora kabisa, hakika hayo ndio matunda ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na jitihada zinazofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Angalia mtazamaji hapa, Mheshimiwa Rais amekuwa akisema siku zote kwamba lazima tufanye kazi kwa bidii, tufanye jitihada zote ili kuhakikisha kwamba maendeleo yanazidi kukua na maisha yanaendelea kuwa mazuri hapa nchini Tanzania. Mheshimiwa Rais anapokuwa anasema kwamba serikali imewekeza kwenye sekta ya kilimo, nia na madhumuni ni kupata chakula tunajitosheleza, lakini pia vile vile kuuza nje, lakini pia vile vile tuna bwawa kubwa la Mwalimu Nyerere pale, megawatt 2115 zinakwenda kuzalishwa pale, na baada ya hapo Tanzania itakuwa tena swala la mgao wa umeme ni historia, lakini baada hapo tutauza umeme nje. Na katika sekta ya afya ni kama alivyosema daktari hapa, tulikuwa tunapeleka wagonjwa India, lakini sasa tena Tanzania haipeleki wagonjwa India, wanatibiwa hapa nchini kwa gharama nafuu kabisa, na kikubwa zaidi nchi majirani wanakuja kutibiwa hapa nchini, lakini pia vile vile Tanzania inatoa wataalamu wake kwenda nje kwa ajili ya kwenda kufundisha. Hakika ni jambo kubwa sana. Tunampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna anavyofanya uwekezaji kwenye sekta mbalimbali. Sasa Dr. kwa kuwa awali ulizungumza kwenye zile mada mbalimbali ambazo zitakwenda kujadiliwa kule Zanzibar, mojawapo ni kwenda kuangalia matibabu ya magonjwa ya moyo kwa watoto. Tunaambiwa katika kila watoto 100 wanaozaliwa, mtoto mmoja au wawili wanakutwa na tatizo la moyo. Hii inasababishwa na nini? Asante ndugu mtangazaji kwa swali zuri. Mtoto anaweza kuzaliwa na tatizo la moyo, sababu ni nyingi sana.
kuna sababu zingine hata hazijulikani na research zinaendelea kufanyika, lakini bado haiwezi kugundulika. Lakini sababu nyingi, mara nyingi kunakuwa na mabadiliko ya vinasaba ambayo tunaita ma-DNAs, ambazo hizi ndo zinatengeneza mfumo wa binadamu. Kwa hiyo kuna namna ambavyo unaweza kutokea na haya mabadiliko, basi utengenezaji wa moyo ukawa kidogo una hitilafu, aidha ukaweka tundu au ukafanya kitu kingine. Lakini kuna vitu vingine ambavyo ni vya kimaisha zaidi. Kwa mfano, wakati wa ujauzito wanamama wanaambiwa wasitumie vitu kama pombe. Vitu kama pombe vinaweza vikasababisha mama kuweza kujifungua mtoto ambaye ana matatizo kwenye moyo wake. Lakini utumiaji wakati wanaenda kliniki huwa wana screen, kuna dawa mbalimbali wanaweza kutumia kama folic acid, imegundulika zisipokuwa zinatumika wakati fulani wa ujauzito zinaweza kusababisha matatizo ya kuweza kuwa labda na tundu katika moyo, mtoto anazaliwa tundu katika moyo. Na baadhi ya dawa pia huwa na mama wanashauriwa wasitumie. Kwa hiyo wanapokuwa wanaenda kliniki wanapewa elimu nzima ya kuweza kujua. Lakini kuna baadhi ya maambukizi kama ya baadhi ya virus, virusi, kuna aina ya virusi wanaweza wakasababisha ule utengenezaji wa moyo, development ya moyo wakati wa utoto ikawa ina defect kidogo, kwa hiyo mtoto akazaliwa na tatizo la moyo. Na vitu mbalimbali. Kama jinsi tunavyoambiwa kwamba kuna kampeni mbalimbali za serikali za kutokomeza malaria nchini. Je, uko uwezekano wa kutokomeza matatizo ya moyo kwa watoto? Kama hivyo ndivyo, jamii ifanye nini? Ni kweli kabisa, ipo kampeni ya kuweza kutokomeza magonjwa na hasa hii kampeni kubwa ni kuhamasisha wanamama wajawazito wahudhurie kliniki mapema iwezekanavyo, ambako kutakuwa kunafanywa na check up na follow up na kuangalia, wataenda kuangalia kuhusu lishe, wataangalia kama wana magonjwa kama hayo na kuweza kutibiwa au kupewa dawa za kuweza kukinga. Lakini pia sasa hivi kwenye taasisi yetu kuna madaktari bingwa wa watoto ambao wanawafanyia kipimo cha maalum cha ultrasound ya mtoto akiwa tumboni mwa mama kuweza kugundua, kwa sababu kuna magonjwa mengine yanaweza kuzurika, ni hayo nimesema, mabadiliko ya vinasaba DNA. Lakini kupitia hicho kipimo cha screening ultrasound unaweza ukaona kabisa mtoto akiwa na miezi mitatu mingapi katika tumbo la mama kwamba ana moyo wake haujazaliwa vizuri, na hii inaweza ikasaidia kumwandaa huyu mama na mtoto katika kuzaliwa, kwa sababu kuna mengine ni yanaweza asiwe compatible with life, sijui kwa Kiswahili nasemaje, yani hawezi mtoto kuishi. Kwa hiyo inaweza ukatoka ushauri mbalimbali juu ya namna bora ya kuweza kujifungua mtoto kama huyu. Lakini pia wengine wanaweza kaja kupata tiba mapema au kuweza kumfuatilia mtoto mara anapoweza kujifungua, mama anapoweza kujifungua. Dokta, tunaambiwa kwamba serikali inatumia 70% kugharamia matibabu ya magonjwa ya moyo kwa watoto. Unazungumziaje jitihada hizi za serikali ya awamu ya 6 kwenye kuwaokoa watoto? Kwa kweli ni jitihada ambazo zinahitaji pongezi. Kwa hiyo pongezi imrudie kwa Rais Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu na serikali yake kwa kuweka jitihada kubwa katika kutibu watoto na hasa wa moyo, na kwa kweli tunaipongeza serikali na tunaiomba iendelee kufanya hivyo, kwa sababu watoto kila siku wanazaliwa na kama alivyosema asilimia hiyo 1 au 2 watoto wanaweza wakawa wanazaliwa na matatizo ya moyo. Na kwa Jakaya Kikwete kwa sasa kuna zaidi ya watoto 500 wapo kwenye foleni wakisubiri kufanyiwa aidha upasuaji mkubwa au upasuaji mdogo kutokana na kuzaliwa na matatizo ya ugonjwa wa moyo. Kwa hiyo juhudi ya serikali lazima iongezeke katika hili kundi, kwa sababu hawa watoto tukiwatibu mapema ndio wanakuja kuwa viongozi wa baadaye, ndio inakuja kuwa taifa la baadaye. Dokta, katika kipindi chetu nikiacha kuuliza hili swali, baadhi ya watu wengine huenda wakasema kwamba imekuwaje pale. Kuna kipindi fulani JKCI mlipata kutoa ripoti ya kuhusu energy drinks zinachangia matatizo kwenye moyo. Sasa tatizo hapa ni nini? Ni vinywaji vyenyewe ama ni watumiaji? Labda tu kwa juu tu kuweza kusema kwamba energy drink ziko za aina nyingi, lakini tatizo kubwa kwenye energy drink nafikiri baadhi, sio zote, ni ile michanganyiko inayotumika kutengeneza baadhi ya energy drink, sio zote. Material yale material yanaweza kufanya moyo uweze kwenda mbio, au yanaweza kufanya damu kuganda, kuna vitu vingi vinaweza vikajitokeza, lakini ni baadhi, sio yote. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuona aina ya kinywaji na kuangalia zile chemicals ambazo zinatumika
na kuweza kuona kama zina idhini ya authority, mamlaka husika kuidhinisha kwamba ni kinywaji vizuri, lakini mara nyingi inakwenda hivyo. Wakati mwingine swala la utumiaji kwamba bidhaa inaweza ikatengenezwa na ilani ikawekwa, tahadhari ikawekwa namna ya matumizi yake, lakini mtu ana misuse ama anatumia tofauti. Mfano, ukichukua zile chupa ukizisoma tu zinasema usitumie kwa siku moja zaidi ya mililita 500. Sasa unaweza kukuta mtu anakunywa vile vichupa 4 5, yani anageuza ni lunch hiyo, anagonga tu, anagonga anatupa, anagonga anatupa. Ni kweli ndugu mtangazaji, kila kitu kitumia kwa wingi kina madhara yake. Kwa hiyo labda tuchukue pia nafasi hii kuweza kuwapa elimu wa Tanzania kuwa makini katika kutumia hivi vyakula au vinywaji kwa kiwango kile ambacho kimekuwa recommended, kimeshauriwa. Yes, na sio kupitiliza kile kiwango ambacho sasa baadaye inaleta madhara kwenye mwili. Yeah. Mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora kabisa, kipindi hewani ni Twende Pamoja kwa matokeo haraka, na mada kwa siku ya leo ni mkutano mkubwa wa kimataifa wa magonjwa ya moyo ambaye daktari amesema hapa unakwenda kufanyika kuanzia tarehe 10 mpaka 12 kule Zanzibar, na utahusisha mataifa mbalimbali ya bara la Afrika na duniani kwa ujumla, na mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan katika mkutano huo mkubwa kabisa wa kimataifa wa magonjwa ya moyo. Mada mbalimbali zitawasilishwa hapo kuhusiana na kushughulikia tu tatizo la moyo. Nia na madhumuni ni kuwajengea uwezo wa wataalamu wetu wa ndani na nje kwa ajili ya kuweza kutibu magonjwa ya moyo. Dokta, matukio ya baadhi ya watu kufariki dunia wakiwa mazoezini ama wakiwa kwenye jogging, huwa kinatokea nini pale kati ya moyo na kasi ya mazoezi? Kwa mfano lile tukio la mchezaji kiungo wa Kameruni miaka ya nyuma, Marc Vivian Foe, yule alifariki uwanjani katikati ya mechi. Maana katika ile hali ya kukimbia na kwenda moyo namwambia bwana wewe simama, yule bwana mkubwa yeye anaendelea tu kukimbia anatafuta goli. Moyo anamwambia bwana simama. Sasa mwisho ukamwambia moyo, bwana sasa utasimama wewe ama nisimame mimi? Inatokea nini pale? Yeah. Kama tulivyosema awali, ndugu mtangazaji, vifo vya ghafla mara nyingi tunaviangalia katika mitazamo mikuu mitatu. Ndio. Kwanza inaweza kawa ni moyo, inaweza kawa ni mapafu, lakini pia inaweza kawa ni ubongo, kwa sababu hivi ni viungo vikuu vitatu kwenye mwili ambavyo tunaita vital organs, ambayo kimoja kikiamua kikisimama basi ni kama tunahesabu kama ni kifo. Shughuli imekwisha. Lakini kinachochukua asilimia kubwa ni moyo. Okay. Ndio hii tunaita heart attack. Kwa maana inawezekana mtu huyu anaweza kawa na tatizo la moyo pasipo yeye kujijua, akiwa anafanya mazoezi. Kadri unapofanya mazoezi, mwili unakuwa una demand sana, unakuwa na uhitaji sana. Kwa hiyo moyo unatakiwa upige sana kwa speed, kama vile unatakiwa hata mapiga moyo yaongezeke ili uweze kusukuma damu nyingi kwenda kwenye viungo mbalimbali, kwa sababu kuna uhitaji. Kila kiungo kina uhitaji, miguu ina uhitaji, akili ina uhitaji. Kwa hiyo damu inahitaji iende nyingi sana kila sehemu. Kwa hiyo kama moyo ulikuwa una tatizo, kwa hiyo ghafla lile tatizo linaweza likawa exaggerated, likakuzwa likawa kubwa. Kwa hiyo inategemea sasa ni aina gani. Kama ni mishipa damu kuziba ghafla, inaweza kaziba 100%, mtu akadondoka ghafla akapoteza maisha. Lakini pia inawezekana kwenye ubongo, labda kuna chembe ya damu iliganda sehemu, mtu anakimbia labda ikachopoka pale, ikakimbia kaenda ka block mshipa mmoja wa fahamu kule juu, anadhani akadondoka ghafla, aidha akapooza au akapoteza fahamu moja kwa moja au akapoteza na maisha moja kwa moja. Lakini pia mapafu, kuna kitu kinaitwa pulmonary embolism. Inawezekana kuna mgando wa damu ulikuwa mguuni, ulikuwa sehemu nyingine yote, lakini katika mazoezi ukachopoka pale, ukakimbia kule, ukaziba mshipa mkubwa wa damu wa mapafu. Kwa hiyo pafu ghafla likakosa damu ile inayorudi, mtu ghafla akadondoka, aidha akaashiria hata pia kupoteza maisha. Kwa hiyo inategemea uchunguzi ukifanyika ndo, au hata postmortem kama mtu amepoteza maisha, ndio inaweza kaeleza ni nini. Ila asilimia kubwa mara nyingi vifo vya ghafla mara nyingi ni matatizo ya moyo. Sasa hii mnashauri nini nyinyi wataalamu kabla ya mtu hajavaa tracksuit yake kwenda jogging kwenye mazoezi? Mnashauri nini? Na ndio maana tunachukua nafasi hii pia kuwapa elimu wa Tanzania kupenda kufanya health check, uchunguzi wa afya mara kwa mara. Sio vibaya mtu akajipangia kwamba kila mwaka angalau mara moja akawa anaenda kufanya uchunguzi,
Na kwa sisi Jakaya Kikwete tuna kliniki zetu saizi za Kawe, tuna kliniki zetu kule Masaki, lakini pia na pale Da Group na pamoja na pale Upanga yenyewe main hospital. Kwa hiyo center ziko nyingi, tunawakaribisha. Mtakuja kupata package mbalimbali za kuangalia kutokana na umri wako. Tunaweza tukakushauri wewe pima hiki, pima hiki, pima hiki. Inakuwa rahisi kujua moyo wako uko vizuri, na hata recommendation, ushauri kwamba labda kwa nature kazi yako moyo wako uko vizuri, endelea. Kwa nature kazi yako hapana, punguza, fanya hiki usifanye. Kwa sababu mwenyewe unaweza usijijue kumbe una tatizo kubwa. Kwa hiyo ukichunguza, ina maana itakuwa rahisi kujua tatizo lako, na hata namna ya ushauri utakuwa unafuata nini ufanye, nini usifanye. Huko mtaani kuna wagonjwa mbalimbali wa pressure. Mtoto wa kiumwa anasema tu kwamba mimi na tatizo la pressure. Sasa hii pressure sijui kama ndio BP au ni kitu gani, utatuambia hapa. Kisukari vina uhusiano na magonjwa ya moyo? Yes, ni kweli kabisa. Pressure ya ile high, tunaita high blood pressure, ile ni moja kwa moja ni tatizo la ugonjwa wa moyo. Okay. Yeah. Kwa hiyo ndio maana tunashauri, kuna kampeni tunasema know your numbers, jua namba zako. Labda mimi nianze kwa kuuliza mtangazaji, unajua pressure zako? Mimi sijui bwana. Kwa hiyo tutaanza na wewe, tunakushauri uje tukupime, angalau ujue kila mwaka uweze kujua, labda isizidi pressure ya juu 140 na pressure ya chini isizidi 90, ambayo ile ya juu inaitwa systolic, ya chini diastolic. Kwa hiyo at least mtu anaweza kujua mimi pressure zangu labda zina 100 mpaka 130, na ya chini labda 60 mpaka 80 na labda 9. Unajua kabisa uko vizuri. Kila mwaka unajaribu kupima, kwa sababu mabadiliko yanaweza katokea. Watu lifestyle kama nilivyosema, wananenepa sana, wanatanuka, kwa hiyo mioyo nayo inakuja inatanuka, baadaye inatengeneza hizo pressure. Na pressure tunaita ni silent killer, ni muuaji msiri, kwa sababu pressure yes, unaweza usijijue, haina dalili ambazo unaweza ukasema. Inaweza ikaleta dalili ambazo ni zinachanganya, kwa sababu unaweza kaona kichwa tu kinauma mwaka mzima, kichwa kinauma, unafikiria ni malaria, unakunywa Panadol, unaendelea na maisha yako, kichwa kinauma, kumbe pressure yako 180 kwa 110, haujui. Unaweza pana unakunywa, siku unashangaa umedondoka ghafla chooni, umedondoka sitting room uko na watoto wako, na mdomo umeshapinda, umeshapata kiharusi, stroke. Kwa hiyo asilimia kubwa watu wanapoteza maisha kwa sababu ya kutojua pressure zao. Kwa hiyo hii neno nahisi na pressure ni lugha tu, watu wanaisema tu, lakini actually watu hawajajua namba zao vizuri. Inaweza kuwa ni tatizo lingine, inaweza kuwa tatizo la pressure, lakini ni vizuri kila mmoja ajue pressure yake ikoje, kwa sababu haya mabadiliko yanaweza katokea ukiwa mtu mzima. Kwa hiyo ni vizuri kujua ili uweze kupata ushauri kwa wataaluma, kama ni kutumia dawa au ni kupunguza aina fulani ya vyakula, kitu kama hicho. Soda inaweza kuwa ni mmoja wapo ya matibabu kwa mgonjwa wa moyo, kwa matibabu yale haraka, kwamba mtu kama ana pressure yake ya kushuka anaambia mpeni Fanta. Yes, ni kweli kabisa. Kuna watu wengine wanakuwa na matatizo ya pressure za kushuka, na ugonjwa kama hawa ghafla ikimkuta pressure kushuka, anaweza akapoteza nguvu, akatoka jasho, akaona giza, na mwingine anaweza akadondoka. Kwa hiyo mara nyingi kipindi kama kile tunashauri mtu apewe kinywaji chochote kile cha haraka cha kuweza kidogo kuongeza volume, kuongeza ujazo wa vimaji vimiminika kwenye mwili, ambavyo vinasaidia pressure kupanda juu. Moja wapo ikiwa soda, hata ikiwa jamii ya vinywaji vyenye caffeine, kwa mfano kama kahawa. Hivi kidogo vinasaidia kuongeza mapigo, lakini pia kubana mishipa ya damu na kuongeza pressure kupanda juu. Kwa hiyo ni sahihi. Okay, naam. Kwa ujumla wake Dokta, kwa sababu tunakwenda ukingoni, unazungumziaje jitihada za serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna inavyojielekeza na kutengeneza mazingira wezeshi katika kuhakikisha kwamba wagonjwa wa moyo wanaendelea kupungua nchini na kama sio kumalizika kabisa? Asante ndugu mtangazaji. Kama nilivyosema awali, tunaipongeza serikali ya awamu ya 6 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli imefanya kazi kubwa sana na inaendelea kufanya kazi kubwa sana, na kipekee kwa Jakaya Kikwete tunaona jinsi ambavyo serikali inatuangalia kwa jicho kubwa zaidi. Tunaweza tukasema aidha inatupendelea, kwa sababu matatizo yetu mengi sana ambayo yanahitaji suluhisho kwa serikalini huwa tunatatua kwa haraka, na vifaa tiba vya gharama kubwa sana serikali imeinvest kwenye hilo. Kwa kweli tumekuwa na vifaa vingine vya upasuaji mdogo na mkubwa, lakini pia kufundisha wataalamu
wataalamu wengi wanasafirishwa na serikali kwenda kusoma nje ya nchi, lakini pia kuruhusu wataalamu wengi kutoka nchi mbalimbali kuja hapa kuendelea kutufundisha vile vitu vidogo vidogo ambavyo hatuvijui. Kwa hiyo tunakuja kupata ile training ndani ya nchi. Kwa hiyo lakini pia serikali kuweza kuwalipia baadhi ya wagonjwa ambao hawajiwezi kabisa kwa kupitia msamaha ambazo ni taratibu za kiserikali, na kuweza kutoa hiyo fund kwenye taasisi ambayo inaweza ikasustain, kwa sababu hizi hospitali za moyo ni gharama sana kuziendesha. Vifaa vyake ni gharama kubwa sana, kutokana kwamba matengenezo yake vinatengenezwa mbali, kuvisafirisha mpaka kuja kutumia kwa mgonjwa ni gharama kubwa sana. Lakini serikali imefungua hiyo window, kwa hiyo urahisi wa kupatikanaji wa vifaa hata kama ni kwa gharama, lakini kidogo kunakuwa na subsidized, lakini pia na ule uwepesi wa kupata hivyo vifaa. Kuna hospitali nchi zingine walijaribu lakini walishindwa, taasisi zilifungwa kutokana na ugumu wa upatikanaji wa hivyo vifaa. Lakini kwa serikali ya Mama Samia kwa kweli kumekuwa na urahisi sana. Kwa hiyo tunaipongeza, tunamwomba Mama Samia aendelee kuiwekea jicho taasisi ya Jakaya ili iweze kupanda zaidi hapo. Mwisho, Dr. Alex, unawaambia nini watazamaji wetu na Watanzania kwa ujumla kuelekea katika mkutano mkubwa wa kimataifa wa magonjwa ya moyo kule Zanzibar? Tuchukue nafasi hii tena kwa awamu nyingine kuwaambia madaktari wenzetu waliopo katika hospitali za halmashauri, hospitali za mikoa, referral na hospitali za private. Tunawakaribisha bado siku 10 kutoka leo, tarehe 10, 11 na 12 mwezi wa 4, bado kama siku 10, bado hawajachelewa kuweza kujisajili. Matangazo yetu hapa kwenye mitandao, ili tuwe pamoja pale Zanzibar tukijadili namna bora ya kuweza kuwatibu Watanzania wengi, mamilioni ya Watanzania wenye matatizo ya moyo na kuweza kuboresha maisha ya Watanzania. Dr. nikushukuru sana. Asante sana. Naam, mtazamaji wa Channel 10 kilicho bora kabisa. Waswahili wanasema hakuna lenye mwanzo likakosa mwisho. Hadi hapo tunafikia tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo. Kumbuka siku ya leo tulikuwa tunaangazia mada ikizungumzia mkutano wa kimataifa wa magonjwa ya moyo ambao unatarajiwa kufanyika kule Zanzibar Aprili 10 mpaka 12, na mgeni rasmi atakuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Nchi mbalimbali za bara la Afrika na nje huko duniani zinatarajiwa kuhudhuria katika mkutano huo. Wataalamu mbalimbali wa afya wa ndani na nje watahudhuria hapo, lakini daktari hapa ametoa wito kwa wale madaktari kutoka kwenye halmashauri, manispaa, sekta binafsi mbalimbali, mahospitali makubwa, hospitali ndogo za serikali pamoja na zile za binafsi kuelekea kule Zanzibar kwa ajili ya kwenda kujadiliana, kujengeana uwezo na kukutanisha mbinu za wataalamu mbalimbali. Nia ni moja tu, kuhakikisha kwamba magonjwa ya moyo yanaendelea kubaki kwa historia ili kuokoa maisha ya Watanzania na wa Afrika kwa ujumla. Hadi wakati mwingine, mimi ni Hamisi Mkotia, nikutakia utazamaji mzuri vipindi vingine vinavyoendelea hapa Channel 10 kilicho bora kabisa. Asante na kwaheri kwa sasa. Kipindi hiki cha Twende Pamoja kimeletwa kwenu na Halotel. Mtandao na kufanya ufurahie mawasiliano ya uhakika kwa gharama nafuu zaidi popote ulipo nchini. Mtandao na kukupa vifurushi vya data vinavyokidhi mahitaji na internet yenye kasi ya ajabu. Vifurushi vya kila aina kukidhi mahitaji ya watumiaji wa rika zote kama vile Unibank, Namba Vibe ni *148 *55 alama ya reli. Unaweza kufanya miamala mbalimbali ya kifedha ikiwa ni pamoja na kulipia huduma na bidhaa mbalimbali kwa kutumia Halo Pesa popote ulipo nchini. Kamilisha vibe kwa midundo moto kupitia app ya Halo Play. Enjoy muziki toka wasanii wakali. Kama vile haitoshi, kupitia My Halo app sasa unaweza kukamilisha yale yote unaweza kuhitaji mtandaoni kwa kutumia My Halo app. Halotel ndio mtandao utakupa mambo yote haya kupitia simu yako ya mkononi. Pata laini yako ya Halotel sasa kwa kutembelea duka au wakala wa Halotel waliopo nchi nzima. Ujisajili. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Halotel, pamoja kwa ubora. Shikamane, tuungane, twende pamoja, tusonge mbele. Twende pamoja kwa matokeo ya haraka.